Mimi naitwa ndugu Mwesigwa Zaidi Siraji Mutabuzi, na taaluma yangu ni mwanasheria kwa maana ya wakili wa kujitegemea. Sawa. Inaelezwa kwamba Oktoba 29 wewe ni miongoni mwa waathirika. Ni kwa namna gani umeathirika, ilikuwaje? Sisi kama familia pia tuliumizwa kwa kuweza kuchomewa gari letu lenye thamani kubwa tu, lakini yote kwa yote sisi tunasema kwamba kubwa zaidi ni nchi yetu ibaki salama. Pamoja na kwamba sisi tumepoteza, lakini hatuwezi kufocus kwenye kupoteza gari, la baada yake tunahamisha mawazo sasa kujenga nchi yetu na jamii yetu, kuhakikisha kwamba nchi ibaki salama, Watanzania wabaki pamoja, lakini pia na kuepuka hizi hali za uchochezi ambazo zinajitokeza. Na hilo niunganishi pia na kushukuru vyombo vya ulinzi na usalama na hasa jeshi la polisi, kwa sababu ndio lenye dhima hiyo. Kwa kiasi kikubwa wameweza kudhibiti matumizi mabaya ya mitandao na hasa uchochezi ambao ulikuwepo nje pamoja na ndani. Wamejitahidi sana, ingawaje ni kazi ngumu inaendelea, lakini mpaka sasa wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru sana. Historia inatufundisha kwamba watu wengi ambao wamepambania uhuru walianza kwenye njia za amani, lakini baada ya njia za amani kuonekana hazifai, wakaingia kwenye njia ya vurugu, violence. Unadhani ulikuwa ni muda sahihi wa watu ambao wanaamini wao wanadai haki kuingia katika hii kinachoonekana ni vurugu na uchafuzi wa amani na usalama wa nchi? Si sahihi kwamba njia sahihi ya kudai haki ni vurugu. Si sahihi. Na hata historia yetu inaonyesha kwamba mbinu za kudai, sasa unaposema kwamba wanadai uhuru, akina nani wanadai uhuru na eneo gani la uhuru huu ambao limepokwa linalodaiwa? Sasa sidhani, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya mifumo ya sheria, ni nchi ya kidemokrasia ambayo ina mifumo yake, kwamba chochote kinachodaiwa kinaweza kupitia kwenye mifumo sahihi ya kisheria na ya kijamii na ya kiutawala na kikapata suluhisho. Kwa hiyo siwezi kabisa kwa namna yote ile kukubaliana kwamba njia sahihi ya kudai haki au uhuru. Sisi kama nchi tumeshakuwa huru toka mwaka 61. Tuko huru sisi kama Tanzania. Sasa na mifumo imeundwa na tumekuwa na transformations mbalimbali toka mwaka huo mpaka leo. Mabadiliko ya sheria yanafanywa, sheria mbalimbali, katiba inabadilishwa ili watu waweze kuwa accommodated na maslahi ya umma na kadhalika. Sasa uhuru upi sasa? Kwa sababu unapokwenda kuchoma mali za umma ambazo na wewe mwenyewe unategemea kutumia zile mali ziweze kusaidia na kunufaisha wewe na jamii. Sasa uhuru upi unaotafuta huu ambao unaumiza na kupoteza uhuru wa wengine na haki za wengine? Kwa sababu tujue kwamba uhuru ulionao wewe au mwananchi, uhuru alionao, lakini uhuru ule unakomea kwenye haki ya mtu mwingine. Kwamba kama nchi pia ina haki, tusahau pia, yani nchi kama mamlaka ya nchi, Tanzania kama state, kama independent territory, na yenyewe ina haki pia. Sasa hizo haki za nchi hizo ndio zinakuja kunufaisha wananchi wake na watu wake. Kwa si kweli kwamba njia za kudai hizo ni zipi. Tulitegemea kwamba watu wenye utimilifu wa akili ambao ni timamu basi wafuate taratibu nzuri ambazo zimewekwa, zipo. Zinaweza zikawa na mijadala mbalimbali kama ambavyo tumeona mijadala imekuwepo, lakini pia mwongozo na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais unavyoona ni kwamba ni kuhakikisha sasa hiyo mifumo iliyopo sasa inafanya kazi. Mfano, tumeona Mheshimiwa Rais alivyoingia madarakani amekuwa very much concerned kwenye eneo la haki jinai. Tumeona kwamba tume imeundwa, mapendekezo yamewasilishwa, namna gani ya kuboresha mifumo ya kisheria na hata katika mfumo wa jinai ambao unagusa karibu kila mtu, hata yeye mwenyewe anaguswa pia katika hilo. Sasa unaweza ukaona kwamba serikali ipo kazini inafanya hilo jukumu, wadau muhimu wapo kazini kutimiza hilo jukumu la kwamba sasa, maana swala la haki ni mtambuka, ni endelevu, linaendelea. Hakuna siku tutasema kwamba hizi haki zinatosha kwa watu. Hapana, ni mtambuka. Kwa sababu hata zilizokuwepo haki wakati wa mkoloni, tukapata uhuru, taifa ikatengeneza mifumo ya haki, taifa lenyewe bila kushinikizwa na yoyote limeendelea kufanya mabadiliko mbalimbali ya sheria ambazo ndizo haki zinapatikana kwenye mifumo ya sheria. Kwa hiyo si kweli kwamba hakuna uhuru, si kweli kwamba hakuna haki. Haki zipo, uhuru hupo, ni namna watu wanavyoweza kuelimishwa na wakaelewa namna ya kuzitafuta haki zao. Sasa pengine chukua fursa hii kuwakumbusha Watanzania kwa nini hawapaswi, au baadhi au vikundi ambavyo vimejaribu labda hawakujua madhara hiki kitu, kwa nini hawapaswi tena kurudi kule? Kwanza hawakupaswa kuanzia mwanzo kufanya hayo mambo. Na pili,
na imani mimi kabisa, ukiangalia mwenendo wa nchi yetu katika utulivu kuanzia baada ya matukio ya 29 Oktoba mpaka sasa, utagundua kwamba Watanzania sasa wameanza kuelewa yale walikuwa wakiambiwa na viongozi na Watanzania wazalendo kwamba haya mambo msiyathubutu wala msiyajaribu na hayafai. Na baadhi ya vijana wakapikwa, wakaelekezwa, na mimi ndio msemo wangu nasema watu waliandaliwa kufanya zile vurugu, kwa sababu wakati mimi nafanya ile tukio niliona dalili zote za watu kuweza kutengenezwa lile. Sasa si sahihi kwanza kilichofanyika, lakini pili madhara ambayo yamepatikana kwa mtu mmoja mmoja, kwa jamii, kwa nchi kwa ujumla wake. Sitegemei mtu mwenye akili timilifu kama naweza hata kutamani kurudi tulikotoka, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hata wale influencers ambao wamekuwa wakiwandani na wanje, naona kuna kauli zinaendelea sana za baadhi ya wanasiasa na hasa vyama kadhaa vya upinzani kwamba hiyo kauli inatumika sana, tuiangalie mna nini wanahabari, muangalie mno kwamba wananchi wakichoka wanakatumia hako, wananchi wakichoka. Sasa ukimuuliza huyu mtu watachoka eneo gani, watachoka kivipi, unaona kabisa wanakasisitiza hako wananchi wakichoka. Kwa hiyo unaona kabisa kuna katika kuandaa kuchosha watu, sio watu wamechoka, kuchosha watu, yaani kuwatengeneza fikra kwamba sasa Tanzania haiwezi kusogea mbele tena, kukata matumaini ya watu kabisa kwamba nchi haiwezi kutenda kuhudumia watu, ili watu waweze kushawishika kuingia kwenye vurugu kwamba sasa wamechoka. Lakini nataka nikwambie kwamba Watanzania hawajachoka, na Watanzania vijana wanazidi kuendelea kujiandaa katika mifumo ya maisha. Tazama tu juzi yaliyotokea hapa hivi. Nataka nikuulize mwandishi wa habari na Watanzania wenzangu kwa ujumla, hivi yale yangelikuwa maandamano gani yanapotea siku moja? Yaani maandamano gani yanaanza saa 4 asubuhi au saa 12 hayapo? Maandamano gani hayo? Hakuna maandamano pale yaliyokuwepo. Maana nasema kama zilikuwa ni vurugu, magenge, makundi ya wahalifu, wahuni yaliyoandaliwa kufanya vurugu, kuchoma nchi na kadhalika. Kwa hiyo Watanzania hawana hamu kabisa ya kurudi huko, na hawawezi kurudi huko kabisa, wameshaelimika vizuri. Yeah. Sasa kuna makundi ya watu wanajiita ni wanaharakati, na kuna baadhi ya vitu ambavyo wao kwa asilimia kubwa inaonekana ndio wamechochea hiki ambacho kimetokea. Jambo la kwanza, wewe kama mwanasheria, ndio wanaharakati wao hawana ukomo, hawabani na sheria, ama inakuwa vipi mpaka kufanya vitendo ambavyo vinahatarisha amani, usalama wa nchi na vurugu kama hizo? Na ni hatua zipi hasa kwa watu ambao inaonekana wanafanya uchochezi, naweza nikasema kuhamasisha watu kuelekea kwenye vurugu, wanabanwa na sheria gani hasa? Kwanza niwafungue wa Tanzania, wakati najibu swali lako hilo, umetamka neno wanaharakati. Nafahamu mimi, lakini na a very clear definition pia. Wanaharakati ni watu wenye, wanatakiwa kuwa watu wenye muono, ambao wako positive, ambao wanapenda maendeleo, ambao wako tayari kumobilize jamii ipige hatua nzuri za kufanikiwa katika maisha yao. Sasa mimi sioni mwanaharakati kwanza mpaka hapo, ila naona magenge ya wahuni na wachochezi, si wanaharakati. Kwa sasa hebu tujiulize, Maria Sarungi amejaribu kuwa mwanaharakati Mtanzania, lakini haiko Tanzania, kwa based Nairobi kule, anaenda kufanyia vurugu zake kule kupitia mitandao. Sasa hapa Tanzania aweke kambi yake hapa, elimishe watu, tumuone kama na nia njema. Tuna Mangi Kimambi, Mtanzania yuko USA kule, anachochea vurugu kutokea ngamu kupitia njia za mitandao. Sasa na wengine na nimeona kwenye vyombo vya habari, nadhani jana wanasema mwanaharakati Tadei sijui nani Mushi akamatwa, mwanaharakati. Sasa what is the concept of harakati vis-a-vis mazingira yetu sisi, mahitaji yetu sisi, lakini pia na hali ya tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo niseme wazi na nitoe mfano mmoja hapo. Kwa mfano CNN, na nilisema kuhusu CNN, nilitoa tamko langu kuhusu CNN kwamba CNN ni wapuuzi, ni uchochezi, na zile ni vurugu zile wanazozifanya wao. Taarifa yao ilisema kwamba jeshi la polisi limeua watu wapatao 3,000 na wamezikwa kaskazini mwa Dar es Salaam. Wanasema sasa tunaonyesha kaskazini mwa Dar es Salaam. Kaskazini hahitaji ni eneo gani very specific, wala haionyeshi watu wakizikwa. Hao ndio wanaharakati, wanapitia kwenye media. Lakini The Sun jana UK inasema watu 10,000 waliuawa Tanzania na wametupa ziwa Victoria. Hivi ndugu yangu, watu 10,000, mili 10,000,
iuawe, kwanza imesafirishwaje, kwa njia gani, halafu ipelekwe ziwa Victoria. Hata samaki wavuvi Mwanza leo Bukoba wangekuwa wanavua mili ya watu leo, tungeshaona hata mwili umetolewa kwenye ziwa umewekwa nje, watu 10,000. Sasa hao ndio wanaharakati hao, na ndio mnao wasema ninyi wanaharakati. Hakuna wanaharakati hapo, huo ni uchochezi huo. Na vyombo, angalia, hizi zote ni media za nje hizi. Hii moja CNN USA, hii moja The Sun UK, inaenda kutokea kule, lakini unaona anakuambia wao wenyewe wanapingana wenyewe, 3,000 10,000. Mmoja anakuambia wamezikwa kaskazini mwa Dar es Salaam, 3,000 wote. Huyu mwingine anakuambia wametupa ziwa Victoria. Angalieni, na hapa ndo napenda kuwanasiwa Tanzania wenzangu kwamba taifa letu sasa linavamiwa kimtandao. Linavamiwa kimtandao na wanaojiita wanaharakati, lakini kwa lengo la kuchonganisha, kuchochea. Sasa chukua mfano mdogo tu kama huu, 3,000 10,000 kaskazini mwa Dar es Salaam, ziwa Victoria. Tuulizeni Bukoba, Mwanza kule ziwa Victoria, mvuvi gani, mwili upi umeonwa hata kidole cha mtu kilicholiwa na samaki tukiona nje? Tutafutie hata pale. Sasa kwa Watanzania ambao hawajitambui watabeba haya mambo. Lakini pia hapa niunganishe na mfumo wa wanaharakati. Mimi ni mwanasheria, lakini natupo tunawasiliana na wanasheria wenzetu, lakini kumekuwa na tendency na ni waasi wanasheria wenzangu. Baadhi ya wanasheria wanaonekana sasa kutumia taaluma ya sheria kwa kwenye harakati hizo ambazo zinakuwa ni negativity, lakini against the public na nini. Wao wanapata visenti vyao vya kijinga hivyo ambavyo wanalipwa na hao wanaharakati wenzao, lakini wanaharibu nchi yao na kuhamasisha vurugu kwenye nchi yao wenyewe, wanaharibu wenyewe. Sidhani kama ndio taaluma ya sheria jinsi ilivyo hiyo. Nategemea taaluma ya sheria iwe ni constructive, ijenge nchi. Hata unapoleta argument kama mwanasheria kwamba liko jambo la kitaifa, lilete katika sura ya utaifa. Sasa tukuone kama mwanasheria anakuja kusaidia nchi. Hakuna aliyezuiliwa, platform ziko nyingi, ziko wazi. Lakini haya yanayoendelea haya kutumia taaluma, mimi nauliza wanasheria wenzangu kwamba hivi mnadhani taaluma ya sheria ndio taaluma bora kuliko taaluma nyingine? Mbona mainjinia wapo, mbona madaktari wapo, mbona wafamasia wapo, mbona walimu wapo, mbona tusikie haya yakitokea kwenye milango hiyo katika taaluma zao? Sasa unapata jibu kabisa kwamba hawa wanajiita wanaharakati, kuna sehemu wamewekeza, kuna sehemu wamewekeza ambao wamepaona kwamba hapa pana ushawishi, wakawekeza huko. Na moja niseme, naona dalili kabisa kwamba iko mikakati kwamba wanaharakati wa nje, influencers hawa wenye nia ovu na nchi yetu, wamewekeza kwa wanasheria, wamepitisha kwa wanasheria kule, ili ndiko kuweze kuchochea. Kwa unajua mwanasheria katika anaaminika, unajua mwanasheria katika ya kawaida akisema na kanukuu vifungu vyake vya sheria kwamba hiki ni rahisi kuweza kuinfluence. Ndio maana sisi tunapokwenda mahakamani, anayeshtaki na mwanasheria na anayeshtakiwa na mwanasheria, na nyote mnapeleka hoja mezani, na zinaweza possibly zile ambazo mtu ana haki zinaweza kumconvince hata jaji kwa namna mbalimbali, na ikaonekana hivyo kwamba sasa ni watu ambao tuna taaluma inaaminika yenye heshima, lakini tunaanza kuiharibu sasa hivi. Tunaanza kuiharibu kwa sababu ya kuwa influenced, na pengine niseme ni ile hali ya kuwa na malengo ya kupata uchumi wa haraka, kupata visenti na kuweza kuharibu nchi. Kwa hivyo nitumie nafasi hii pia, fursa hii, tukienda kumaliza mwaka wetu 25 na kuingia mwaka mpya 26, kwamba taaluma ya sheria basi iwe ni yenye faida kwenye nchi yetu na jamii zetu, na isiwe ni taaluma baadaye tunaona taaluma ya hovyo sana, kwa sababu jamii inaelewa, Watanzania wanaelewa hawa. Leo utawaambia hiki, kesho kinakuja hiki. Sasa ukiangalia kwa mfano migogoro yote iliyopo sasa kwenye jamii yetu, ni kauli ambazo zinatolewa na wananchi baadaye wanaanza kukaa kuchambua. Lakini sasa hivi I'm sure taifa liko calm, watu wametulia sana, wanaelewa vizuri sana, wana analyze na wanajua kabisa kwamba huu ni uongo, huu ni ukweli. Na kwa asilimia kubwa yanayosema mengi ya wanaharakati hao ni uongo mtupu, hakuna ukweli kabisa. Kwa kumalizia tu, ndio tunaelekea mwaka mpya 2026. Ndio. Kuna wafanyabiashara wamepoteza mali zao. Ndio. Kuna watu wamepoteza wapenzi wao kwenye lile tukio la Oktoba 26 na siku zilizoendelea. Nini hasa unashauri kifanyike ili kuponya na kuhitimisha hali iliyopita, twende katika taswira mpya sasa? Kitu cha kwanza katika kujibu hilo ni kwamba ni wajibu wa makundi yote ya kijamii. Ni wajibu wa makundi yote. Moja, wale walioshiriki kufanya hayo, tuanze nao wenyewe. Na ndio maana nadhani Mheshimiwa Rais alitumia busara kubwa sana kwamba vijana ambao walikuwa influenced wakaingia katika ule mkumbo waachiliwe. Na tunaona hatua zinaendelea kuachiliwa kwao. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza hii ya kwanza. Lakini hatua ya pili, wao wenyewe waliofanya hayo matukio na matendo hayo,
ni muhimu na ni wakati mwafaka kuona kwamba wameleta madhira makubwa kwa wananchi wao wenyewe na taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo waache na wasitegemee kabisa kuwa na invite kuwa na hayo mawazo ya kurudi huko tena. Wao wenyewe tuanze na kundi lenyewe kwanza ambalo ndio kisababisha hayo mambo. Lakini pili, vyama vya siasa, wana siasa ambao wameshiriki haya kuchochea. Tuliona iko wazi kwenye record, Lissu anasema tutakinukisha. Tutakinukisha na nchi imenuka moshi kweli. Sasa unawezaje sina ushahidi kama Lissu alifanya, na siwezi kusema hivyo, lakini maneno yake tunayaona yamekuwa active kwenye hiki kilichotokea. Alisema nchi itanuka moshi na inatanuka na imenuka moshi kwenye nchi, tumeona. Kwa hiyo wanasiasa sasa wale ambao wanatumika niseme hivyo, wenye nia ovu na nchi yetu waache huu mchezo. Waache huu mchezo wao wenyewe. Jambo la pili ni viongozi wa dini. Viongozi wa dini tunategemea wawe positive kuponya watu na kutengeneza watu. Viongozi wa dini kuwaponyaje? Kuwanasihi katika misingi ya kiimani, wasirudi katika hayo waliyofanya na madhara yake waliyofanya viongozi wa dini, na badala yake wasi watu wa kuwasha moto na kutenganisha jamii. Lakini pia mamlaka yetu ya nchi pia na yenyewe, pale ambapo unaona kuna tume ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais ya kuchunguza haya mambo na bado iko kazini, which tunategemea kwamba matokeo yake tutayajua na yataweza kusaidia. Kwa hiyo pia upande nadhani wa mamlaka ya nchi pia yenyewe inategemea tume iweze kuiongoza yale yaliyotokea na itakuja na majawabu pamoja na hayo ambayo umeyasema kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo nini kifanyike, wapo ambao wana nini cha kufanya leo kama sisi tunataka kufanya leo kama Watanzania wenye nia njema na nchi yetu, lakini pia mamlaka ya nchi inategemea itatumia takwimu na findings, matokeo ya tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais kuweza kujua nini kifanyike. Lakini kwa ujumla wake wale ambao yamewafika bahati mbaya, basi wale na mimi naungana na wengine kuwapa pole yaliyowakuta, lakini nadhani sasa pole hizi nazo sasa zifike mwisho sasa, kwa sababu muda sasa unaenda na wenyewe. Tusipeane pole kila siku, kwa sababu itakuwa kama sasa tunatonesha sasa kidonda kila wakati sasa. Pole, hapana. Ifikie mahali tuseme kwamba sasa yaliyotokea si ndwele, tugange yajayo. Maisha yanaendelea, nchi inaendelea na kila siku itakuja mengine. Jana nimeona kule Songwe kwenye taarifa ya habari, jeshi la polisi limekamata watu wenye silaha wanavamia maduka ya watu. Yani ni matukio yanaendelea kama kawaida kwenye nchi. Sasa ni vinasi vyombo kuendelea kuwa active kwamba uhalifu una namna nyingi. Hata ni uhalifu uliotokea juzi, wala sio maandamano, sio nini, uhalifu tu wajisteri hiyo kupitia mgogo wa kisiasa. Kwa na mengine yatakuja mengi tu, kesho itakuja kesho. So ni waasi wa Tanzania kama katika kuelekea mwaka mpya, basi ni vizuri tukawa na sura mpya ya mwaka 26 kama taifa, kama Watanzania, kama viongozi wa dini. Na imani usiku wa leo kutakuwa na ibada za mkesha katika makanisa mengi sana karibu yote Tanzania. Ni waombe kabisa kwamba ajenda kubwa iwe ni kuunganisha Watanzania. Ajenda kubwa iwe ni kutengeneza umoja. Ajenda kubwa iwe ni kutengeneza mshikamano. Ajenda kubwa iwe si kufua makaburi. Ajenda kubwa iwe ni kutengeneza waamini wa makanisa hayo na misikiti na madhehebu yote kuheshimu mamlaka za nchi yao, kwani mamlaka hizi zimetokana na baraka za Mungu aliyeumba dunia hii na madhehebu yote.